Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan min haythu la nahtasib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, tukiendelea na mfululizo wetu wa darsa ama masomo yetu ya hijama, leo tutaendeleza mwendelezo wa kuendelea kuzungumzia tahadhari za kuchukua kwa daktari wa hijama, lakini pia na kwa yule ambaye anataka kufanyia huduma ya hijama, ikiwa ni mgonjwa au anataka tu kufanya service ya mwili wake, basi kuchukua tahadhari hizi tutazozitaja hapa ni muhimu sana. Tahadhari hizi ni moja kati ya sababu ya watu kupata matokeo mazuri ya hijama. Wako watu wengi wanatupitia katika mikono yetu, mtu amefanya hijama hajaona matokeo. Ukimuuliza ulifanya saa ngapi, atakwambia alifanya saa 7, mwingine alifanya saa 10, mwingine alifanya saa 12 jioni. Kwa sasa unakuta kwamba uholela huu ndio unapelekea baadhi ya watu wamefanya hijama lakini hawajapata matokeo mazuri, hawajaifurahia hijama. Lakini mimi binafsi nasema nimekuwa ni muumini wa kufanya tiba hii ya hijama kwa takriban zaidi ya mwaka wa 10 sasa. Moja kati ya faida na manufaa ambayo nimeyapata, alhamdulillah, na mwaka zaidi ya 12 sijui kuumwa chochote katika mwili wangu. Sijui kuumwa malaria, pamoja naishi jiji lenye mbu, na wala sijui kuumwa kichwa. Haya yote ni matokeo ya tiba hii ya hijama. Nimekuwa nikiishi nayo mimi pamoja na familia yangu. Familia yangu asilimia karibu 99, watoto wangu wanaishi maisha ya hijama. Imesaidia sana kiasi kwamba kuwajengea uwezo wa kiakili na kifikra kwamba hii ni tiba makini ambayo imeleta Allah tabaraka wa taala kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hali hii imepelekea hata familia yangu hawajui dawa za hospitali, kwa sababu wamekuwa wameishi maisha ya hijama. Kwa sio tu kwamba mimi naizungumzia hijama, bali naishi tiba hii ya hijama, na imekuwa na impact kubwa katika familia yangu, kuleta amani, furaha, watu kuondokana na maradhi. Milipuko ya maradhi ya maambukizi yanapopita inakuwa ni ngumu sana kupata maradhi kwa haraka, kwa sababu hijama, moja kati ya faida yake, inasaidia sana kupandisha ile immunity system, mfumo wa kinga. Mtu anapofanya hijama, kinga yake inakuwa iko madhubuti sana. Hawezi akauma tu anopheles mara moja akaingia eti akaanza kuathiri mwili na kupata malaria hapo hapo. Anopheles akiuma akaacha kirusi cha malaria, basi anakwenda kukutana na askari wengi wa kinga katika mwili, kinashambuliwa na kinakufa kile kirusi. Kwa hiyo anaweza kaishi kwenye jiji la mbu na bado mtu sipate malaria. Kwa hiyo haya yote ni matokeo mazuri yanayopatikana katika tiba hii ya hijama. Kwa hiyo tunaposema tahadhari, maana yake tunaamini kama wataalamu wa tiba ya hijama na wahudumiwa wanaotaka huduma ya tiba ya hijama zikachukuliwa hizo tahadhari, zikafanyiwa kazi, matokeo mazuri katika tiba ya hijama yanatarajiwa na kila mmoja atafurahia tiba ya hijama. Naam, tahadhari ya 7 katika tahadhari muhimu sana kuzingatia katika tiba ya hijama ni hijama kufanyika katika hali ya tumbo tupu. Maana yake mtu asiwe amekula. Hapa naomba nieleweke vizuri. Tunaposema anafanywa hijama katika tumbo tupu, kwa sababu tulishazungumza huko nyuma hijama inatakiwa ifanyike asubuhi.
Kwa hiyo asubuhi wakati mtu anaenda kwenye hijama asiwe amekula chochote, lakini wakati huo huo lazima jioni ya kuamkia matibabu au amekula. Haina maana kwamba amke asubuhi tumbo tupu, basi toka alivyokula jana asubuhi mchana tena hakula, jioni hakula, matokeo yake asubuhi sasa ya tiba anakuja kufanya tiba katika hali ya namna hiyo. Ndio yale tuliyozungumza katika tahadhari ya nyuma, asiwe na njaa sana. Kwa hiyo mtu afanye hijama katika tumbo tupu, kwa maana chakula cha jioni kile cha kuamkia hijama anakula vizuri, kiakua kama ni chakula mboga za kutosha. Lakini sambamba na hilo, akiamka asubuhi sasa, wakati anaenda kwenye kliniki ya hijama, aende hali ya kuwa tumbo lake hasitie chochote. Haya kutokana na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi iliyotoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu, amesema mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijama inapofanyiwa katika tumbo tupu ni bora zaidi. Na kwa nini hijama ikifanyiwa katika tumbo tupu inakuwa ni bora zaidi? Kwa sababu kwanza, ina tiba. Manake ili uponyaji wa maradhi upatikane, mtu anatakiwa afanyiwe hijama akiwa hajala kitu. Kwa hiyo faida ya kwanza, tunapata uponyaji. Faida ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hijama ikifanyika katika tumbo tupu ina baraka, kwa ndani yake inapatikana baraka. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hijama ikifanyika katika tumbo tupu huongeza akili. Maana yake uwezo wa akili ya mtu unakuwa uko juu zaidi hijama ikifanyika katika tumbo tupu. Lakini faida ya nne, hijama ikifanyika katika tumbo tupu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huongeza kumbukumbu. Kwa maana mfumo wake mtu wa kumbukumbu unakuwa uko madhubuti zaidi. Lakini mwisho, faida ya tano, hijama ikifanyika katika tumbo tupu huongeza umakini wa akili. Faida tano tunazipata. Hijama ikifanyika katika tumbo tupu, maana yake kwanza ndani yake ina uponyaji. Maana yake uponyaji unapatikana kwelikweli. Lakini pili, ina baraka. Lakini tatu, huongeza akili. Na nne, huongeza kumbukumbu. Na tano, huongeza umakini wa akili. Faida hizi tano ndizo zinazoleta matokeo chanya mtu baada ya kuwa amefanya matibabu. Sasa wenzangu, nyinyi ambao mnafanya hijama saa 8 mchana, mnafanya hijama watu saa 10 jioni, mnawafanyia hijama watu mpaka saa 2 usiku, maana yake kwamba huyu mtu amekwisha kula na ameshiba. Kwa matokeo ya tiba yake ya hijama hawezi kupata uponyaji. Pili, hana baraka, hawezi kupata baraka katika hiyo tiba. Na tatu, hawezi kupata ziada, hawezi kupata faida za kiakili wala kumbukumbu wala umakini wa akili yake. Maana yake kwamba huyu akifanya hijama katika sura namna hiyo, anayepata faida ni huyu mtoa huduma, kwa kweli analipwa fedha, lakini mhudumiwa hana faida yote ambayo anaipata. Kwa hii ni tahadhari muhimu sana kuizingatia, kwamba mtu anapotaka kufanya hijama basi afanye asubuhi, lakini pia aende kufanya hijama hali ya kuwa tumbo likiwa tupu. Huko nyuma tulishazungumza kwamba mtu anapotaka kujiandaa kwenda kufanya hijama, hata sisi kwenye kliniki yetu hapa, hauwezi tu from nowhere umetoka zako huko asubuhi umekuja hapa bambe ukija kufanya hijama. Hapana, unatakiwa uweke appointment kwanza. Upige simu, bwana mimi nahitaji huduma ya hijama, ipoje? Haya, una tatizo gani? Tunakupangia utaratibu. Tunakupa masharti ya vitu ambavyo unatakiwa uzingatie. Alafu baada hapo tunakupa wakati sahihi wa kufika kwenye huduma. Na ukifika kwanza utaingia kwenye vipimo, utapima kwanza kujua changamoto inayokukabili. Hata kama ulikuja na majibu yako na matatizo yako, tutakupima, na baada hapo tukishakujua changamoto yako sasa ndio unaingia katika chumba cha theater ya hijama ili kuweza sasa kufanyiwa matibabu ya hijama. Lakini wakati huo lazima vile vigezo na masharti vyote vimezingatiwa, ikiwemo kwamba mtu kuhudhuria kliniki ya hijama akiwa tumbo lake tupu, halina chochote, kwa maana hajala kitu chochote, ili kuweza kupata matokeo hayo matano. Kwanza, kupata matibabu kwa maana kupata uponyaji. Pili, kupata baraka. Tatu, kupata faida za kuongezeka akili.
4 ni kupata faida ya kuongezeka kwa kumbukumbu, na 5 kuongezeka kwa umakini wake akili. Hiyo ni tahadhari ya 7 katika tahadhari ambazo ni muhimu sana kuzingatia kwa matabibu wanaotoa huduma ya hijama, lakini pia ni tahadhari muhimu za kuzingatia na watolewa huduma, wanaopewa huduma pia wazingatie haya. Lakini pia tahadhari ya mwisho katika masharti ya hijama, ni vizuri pia kuangalia muda na siku, tarehe za kufanya hijama, kwa maana kwamba kabla mtu hajafanya option ya kufanya hijama, lazima kwanza azingatie muda. Kama tulivyosema, muda sahihi ni asubuhi, lakini pia lazima azingatie siku, kwa sababu kuna siku hazijapendekezwa kufanya hijama kama Jumatano na Ijumaa. Kwa maana lazima azingatie ni aina gani ya siku anaoenda kufanya. Hii ni kwa mujibu wa mafundisho na maelekezo ya Uislamu, na pia na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia 3, lazima azingatie tarehe, kwa sababu tulishazungumza huko nyuma katika darasa hili. Wale ambao wamekosa darasa za nyuma, wafungue kwenye YouTube channel yetu, waangalie katika video za nyuma, wataona tarehe sahihi za kufanya hijama katika mwezi muandamo: 17, 19, 21, na isifanyike 13, 14, 15 katika muandamo wa mwezi. Tumefafanua vya nyuma kwa vya kutosha katika darasa la nyuma. Kwa lazima katika tahadhari za kuchukua kuzingatia tarehe pia. Kwa kuna kuzingatia muda, kuna kuzingatia siku, na kuna kuzingatia tarehe kabla mtu hajaingia kwenye hijama. Kwa daktari wakati anataka kuunda muundo wa kwenda kumfanyia huduma ya hijama mgonjwa, lazima vitu hivi 3 atavizingatia: muda, atazingatia saa, atazingatia muda, atazingatia siku, na atazingatia tarehe. Katika hili sambamba na kukomea hapa kwamba kwa kusema kwamba ni muhimu zaidi, ni bora zaidi ifanywe hijama asubuhi sana kabla ya kula chochote. Ni muhimu sana, ni muhimu mno, kwa sababu hapo ndipo tutakapokwenda kupata matokeo mazuri, lakini pia na mgonjwa ataifurahia hijama, kwa sababu baada ya matibabu ataona mafanikio ya kile ambacho kilikuwa kikimsumbua. Katika tahadhari hizi ambazo tumezieleza hapa takriban 7, mimi nathubutu kusema watoa huduma wengi wa hijama, wengi hawazingatii. Ima hawazingatii kwa kukosa elimu ya kina zaidi kuhusiana na hijama, ima hawazingatii kwa sababu ya tamaa za kifedha, kwamba mtu kashakuja pale anataka kufanyiwa hijama, ni saa 7 mchana. Sasa anafikiria toka asubuhi labda hajafanya kazi, amwambia arudi, bana sawa, haina shida, lipa hapo 100,000, atamuingiza kwenye chumba cha hijama, atamfanyia hijama, aondoke zake. Haijalishi amepona hakupona, atajua mwenyewe. Sasa hili jambo halifai. Hii hijama ina maadili yake, hii hijama ina kanuni zake, hii hijama ina vigezo vyake. Kwa kutozingatia, maana yake wewe unakuwa umepata pato la haramu, na huyu ulimfanyia huduma bila kuzingatia hivi vigezo na masharti, umemfanyia dhulma. Utakwenda kujibu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Insha Allah, naomba tuishie hapa katika kuzielezea hizi tahadhari za kabla ya hijama. Ni mimi daktari wako Dr. Omar Maalim Kamna, pia ni mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Center. Ni kliniki ya tiba mbadala na tiba asili ambayo inapatikana Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, maeneo ya Chanika, kata ya Buyuni. Kwa nakuja ukitokea kama umetokea Kariakoo, basi unapanda gari ya Chanika, unashuka kituo anaita kwa Singa. Ukishuka hapo kwa Singa, piga simu, basi sio mbali kutoka barabara. Unaposhukia na kuja hapa kliniki, ni mwendo takriban kama wa dakika 2-3 tu, kwa sababu ni nyumba kama ya 4 au ya 5 kutoka barabara kubwa. Kama unatokea Mbagala, basi unatoka upande mpaka Chanika pale mwisho, kisha pale chukua gari ima zinazoenda Gongo la Mboto au zinazoenda Kigogo Fresh sokoni, alafu shuka kituo inaita kwa Singa hapo hapo. Ukishuka hapo ukipiga simu, basi utaelekezwa, utafika kwenye kliniki yetu kwa ajili ya kupata huduma. Lakini pia tunatoa huduma za kufundisha kwa maana tunafanya training
kama mara zote huwa tunazungumza, na hapa tunayo kozi ambayo tunatarajia muda si mrefu itaanza. Kwa wale wote wanahitaji kujifunza, tunawakaribisha kwamba wakichagua Kamna Hijama Clinic Center kuwa ni kituo cha kujifunza, wallahi watakuwa wamepata chaguo bora kabisa. Watapata mafunzo sahihi na wataandaliwa, watapikwa, watapikika vizuri na wataenda kutoa huduma kwa viwango vinavyokubalika kwa mujibu wa maadili ya Uislamu, lakini pia kwa mujibu wa taratibu za kiafya ambazo zinahitajika kama vile ambavyo miongozo ya afya inataka. Mawasiliano yetu ni 0758519116. Hiyo ni namba yetu ya ofisi. Namba hii ukitaka kuipiga, maana yake wewe ni muda wa asubuhi mpaka kwenye muda wa saa 11 ni mwisho, inakuwa imezimwa. Lakini pia namba ya pili ni 0764706448. Hiyo ni namba yangu mimi daktari. Kwa hiyo ni muda wote ukipiga tunaweza tukaongea na tukaweka appointment ima kwa ajili ya tiba au kwa ajili ya mafunzo. Tunawakaribisha sana. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.